Siku moja ya asubuhi katika jiji lenye pilikapilika, binti wa bilionea aitwaye Neema alikuwa akiendesha gari lake la kifahari kuelekea kwenye kikao cha marafiki zake. Neema alikuwa msichana mwenye kiburi kikubwa, aliyelelewa katika utajiri mwingi bila kujua shida za maisha. Barabara zilikuwa na matope kutokana na mvua ya usiku uliopita, lakini hilo halikumjali hata kidogo. Pembeni ya barabara alisimama mama mzee aliyevalia nguo zilizochakaa akiwa na kikapu chake cha mboga. Mama huyo alikuwa anajaribu kuvuka barabara polepole kutokana na umri wake. Wakati huo, Neema aliongeza mwendo wa gari lake bila kujali watu waliokuwa mbele. Ghafla, alipita karibu sana na yule mama mzee na kumwagia maji machafu yaliyokuwa kwenye dimbwi. Nguo za mama huyo zilichafuka vibaya na watu waliokuwa karibu walishtuka. Neema alitazama kupitia kioo na kucheka kwa dharau, kisha akaendelea na safari yake bila kujali. Mama mzee alisimama kimya, akijifuta maji usoni, huku macho yake yakiwa yamejaa huzuni. Hakusema kitu, bali aliendelea na safari yake taratibu. Watu waliokuwa karibu walimhurumia, lakini hakuna aliyethubutu kumkabili Neema. Baada ya tukio hilo, Neema aliwasili kwenye mgahawa wa kifahari ambapo marafiki zake walikuwa wakimsubiri. Aliingia kwa majimbo akiwa bado anacheka tukio lile kana kwamba halikuwa na madhara yoyote. Marafiki zake walimuuliza kilichomchekesha sana, na kwa majigambo akaelezea jinsi alivyomwagia mama mzee maji machafu. Baadhi ya marafiki walicheka pamoja naye, lakini wengine walionekana kutofurahishwa na kitendo hicho. Rafiki yake mmoja aitwaye Aisha alimkemea kwa upole, akimwambia kuwa alichofanya si cha utu. Neema alimpuuza na kusema, huyo ni mtu wa kawaida tu, hana maana. Wakati huo huo, mama yule mzee alikuwa amefika nyumbani kwake, akijaribu kusafisha nguo zake. Alikuwa akiishi maisha ya unyenyekevu, lakini moyo wake ulikuwa na utu mkubwa. Alimkumbuka Neema kwa huzuni, lakini hakumlaani. Usiku huo, Neema aliporudi nyumbani kwake kwenye jumba kubwa, baba yake alimkaribisha kwa furaha. Lakini Neema hakujua kuwa maisha yake yangekuja kubadilika kutokana na kitendo kile alichodhani ni kidogo sana. Siku chache baadaye, baba yake Neema alipata habari mbaya kuhusu biashara zake. Kampuni yake ilianza kupata hasara kubwa kutokana na maamuzi mabaya ya kifedha. Hali hiyo ilianza kuathiri familia nzima, lakini Neema hakujali sana kwa sababu bado alikuwa na maisha ya kifahari. Wakati huo huo, mama yule mzee aliendelea na maisha yake ya kawaida. Alikuwa anauza mboga sokoni ili kujikimu. Ingawa alikumbuka tukio lile, aliamua kuendelea mbele bila chuki moyoni. Neema alianza kugundua kuwa mambo hayakuwa sawa nyumbani. Wafanyikazi walipunguzwa na baadhi ya magari ya kifahari yaliuzwa. Hali hiyo ilimfanya aanze kuwa na wasiwasi, lakini bado kiburi chake kilimzuia kutambua makosa yake. Siku moja, alipokuwa akitoka nyumbani, alikumbuka tukio lile la mama mzee. Kwa mara ya kwanza, alihisi kama alikosea, lakini alijikaza moyo na kusema, ni mambo ya kawaida. Lakini maisha yalikuwa yanaandaa funzo kubwa zaidi kwa Neema, funzo ambalo lingembadilisha milele. Biashara ya baba yake Neema ilizidi kuzorota hadi walilazimika kuhamia nyumba ndogo zaidi. Neema alishtuka sana kuona maisha yake yakibadilika ghafla. Hakuzoea maisha ya kawaida na hali hiyo ilimfanya aanze kukosa furaha. Siku moja, Neema aliamua kwenda sokoni kununua chakula. Hapo ndipo alipokutana tena na mama yule mzee. Mama huyo alikuwa bado anauza mboga, lakini safari hii Neema hakuwa kwenye gari la kifahari, bali alikuwa akitembea. Mama mzee alimtambua mara moja, lakini hakusema kitu. Neema alihisi aibu kubwa, lakini bado hakuthubutu kuomba msamaha. Alinunua mboga kimya kimya na kuondoka. Njiani akirudi nyumbani, alihisi uzito moyoni. Alianza kutafakari maisha yake na jinsi alivyokuwa akiwadharau wengine. Alikumbuka maneno ya rafiki yake Aisha na kuona yalikuwa na ukweli. Kwa mara ya kwanza, Neema alianza kujilaumu kwa kitendo chake cha kumdhalilisha mama mzee. Siku zilizofuata, Neema alianza kubadilika taratibu.
Alianza kusaidia kazi za nyumbani na kujifunza maisha ya kawaida. Ingawa ilikuwa ngumu kwake, alijitahidi kuzoea hali mpya. Alianza pia kuwaheshimu watu zaidi, hasa wale waliokuwa katika hali ngumu. Kila alipomkumbuka mama yule mzee, alihisi huzuni na hatia. Siku moja, aliamua kurudi sokoni kumtafuta mama ili aombe msamaha. Alimkuta akiwa anapanga mboga zake. Neema alisimama mbele yake kwa aibu na kusema, "Samahani kwa yale niliyokufanyia." Mama mzee alimtazama kwa upole na tabasamu. Alimwambia, "Msamaha ni wa moyo mwanangu. Jifunze tu kuwa mtu mwema." Maneno hayo yalimgusa sana. Neema alijisikia kama mzigo mkubwa umeondoka moyoni. Hapo ndipo alipoanza safari mpya ya maisha yenye unyenyekevu. Baada ya kuomba msamaha, Neema alianza kumtembelea mama mzee mara kwa mara. Alimsaidia kuuza mboga na hata kumsaidia kazi ndogo ndogo. Uhusiano wao ulianza kuwa wa karibu sana. Mama huyo alimfundisha Neema thamani ya kazi ngumu na heshima kwa kila mtu. Neema alianza kuona maisha kwa mtazamo tofauti kabisa. Wakati huo huo, baba yake Neema alikuwa akijaribu kurejesha biashara yake. Ingawa ilikuwa ngumu, alianza kupata matumaini mapya. Neema pia alianza kufanya kazi ndogo ndogo ili kusaidia familia yake. Hakuwahi kufikiria angefanya hivyo, lakini sasa aliona ni jambo la kawaida. Maisha yalikuwa yanabadilika polepole na Neema alianza kuwa mtu bora zaidi. Siku moja, Neema alipata nafasi ya kazi katika kampuni ndogo. Alifanya kazi kwa bidii sana na kuonyesha nidhamu kubwa. Watu waliomfahamu zamani walishangaa kuona mabadiliko yake. Aliendelea kumtembelea mama mzee na kujifunza mengi kutoka kwake. Mama huyo alimwona kama binti yake mwenyewe. Neema alijifunza kuwa utajiri si mali pekee, bali ni moyo wa huruma na heshima kwa wengine. Wakati huo huo, baba yake Neema alikuwa akijaribu kurejesha biashara yake. Ingawa ilikuwa ngumu, alianza kupata matumaini mapya. Familia ilianza kupata nafuu, lakini safari hii walikuwa na mtazamo tofauti wa maisha. Neema hakurudi kwenye kiburi chake cha zamani. Aliendelea kuwa mnyenyekevu na mwenye kusaidia wengine. Neema aliamua kuanzisha msaada kwa watu maskini sokoni, akisaidia wazee kama yule mama. Alitumia uzoefu wake kuwasaidia wengine wasipitie yale aliyopitia. Mama mzee alikuwa fahari yake kubwa na alimchukulia kama mama wa pili. Mwisho wa yote, Neema aligeuka kuwa mtu tofauti kabisa. Alijifunza kuwa matendo madogo yanaweza kuwa na athari kubwa. Tukio lile la kumwagia mama mzee maji machafu likigeuka kuwa funzo la maisha yake. Aliishi maisha yenye huruma, heshima na upendo, na kila alipokumbuka siku ile, alitabasamu kwa sababu ilimfundisha kuwa binadamu bora zaidi.